ni pale ambapo Muislamu atakapokuwa anakanusha pale ambapo alipotoka. Huo ni utumwa wa kifikra. Kipimo cha kuonyesha kwamba mtu ana imani ya sawasawa ni kupenda pale ambapo alipotoka, alipozaliwa, ni kupenda pale ambapo anapoishi, ni kupenda mkoa wake, kupenda kijiji chake, kupenda nchi yake. Ni kipimo cha kuonyesha kwamba mtu huyu ana imani. Na kipimo cha kuonyesha kwamba mtu ni mtumwa, mtwana, watu wa Pwani wanasema ni mtwana, ni pale ambapo mtu atakapokuwa anadharau alipotoka, athamini alipotoka. Kama yeye ni Mnyamwezi, ikawa sasa kashaingia katika mji wa Wazaramo, Dar es Salaam, akaona kule kwao Tabora hakuna maana, mtu huyu anakuwa na fikra za kiutumwa katika akili yake. Ama kuna mtu pengine ni Mdigo, katoka kwao Tanga, kaja mjini hapa Dar es Salaam, ule udigo wake akauona haufai, mtu huyu anakuwa na utumwa wa kifikra kwenye akili yake. Mtu ambaye ana uhuru wa kifikra ni yule ambaye anapakubali pale ambapo alipotoka, lakini sio kupakubali tu peke yake, bali anapalinda na anapahami pale ambapo alipotoka. Itakuwa ni ajabu itokee kwa mfano mtu ni Mtanzania, kisha yule mtu akawa ule utanzania wake anauona ni kitu cha ajabu, kwamba akaona si lolote si chochote ule utanzania, akajidharau kwa sababu yeye ni Mtanzania, au akaidharau nchi yake, akadharau mkoa wake, akadharau kijiji chake. Mtu huyo pia anakuwa na utumwa wa kifikra, kwa sababu wako baadhi ya watu wanadhani kwamba nchi za Ulaya ndio za watu walioendelea, bali nchi yake ya Tanzania alipozaliwa, alipotoka, anaona kama vile haikuendelea, na anaiunderrate, anaidogosha, anaifanya kuwa si lolote si chochote ile nchi yake aliyozaliwa. Huu nao ni utumwa wa kifikra. Sasa katika Uislamu, kipimo cha kumjua mtu kama huyu ana imani ya sawasawa ni kupenda pale ambapo alipotoka. Hubbul watani min al-iman, kupenda nchi yako, kupenda ulipotoka ni kipimo cha kuonyesha kwamba wewe una imani ya sawasawa. Ndugu zangu, Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, wakati anafukuzwa kutoka Makka kuelekea katika mji wa Madina, kitendo ambacho kilimuuma roho sana Mtume, kwa sababu Mtume alikuwa ni mwenyeji wa mji wa Makka, na mji wa Makka alikuwa anaupenda sana. Hubbul watani min al-iman, kupenda nchi yako ni katika imani. Mtume alikuwa anaupenda mji wa Makka al-Mukarrama. Siku ambayo Mtume anafukuzwa kutoka Makka kuhamia Madina, kitendo ambacho Mtume kilimuuma sana roho, kiasi ambacho anaondoka huku machozi yanamtoka akiutazama mji wa Makka al-Mukarrama, mji ambao aliupenda sana kwa sababu alizaliwa ndani yake. Kwa hiyo Mtume alikuwa ana uzalendo wa kweli katika nchi yake ya Makka. Ndio maana siku anaondoka alikuwa analia machozi kwa sababu alikuwa anaipenda nchi yake. Bali Mwenyezi Mungu kwa kuwa alikuwa anajua Mtume anaipenda nchi yake, ikafika mahala Mwenyezi Mungu akamwambia Mtume, la uqsimu bihadha albaladi wa anta hillum bihadha albalad. Mwenyezi Mungu akaapia kwa mji wa Makka al-Mukarrama, na akamwambia Mtume, kwa hakika wewe Mtume ndiyo mkazi halisi wa mji huu wa Makka, kwa sababu aliona namna gani Mtume alivyoumia katika nafsi yake. Kwa hiyo Mtume kuondoka kwake Makka aliumia katika nafsi yake, mpaka Mwenyezi Mungu akaja kumfariji na aya maalum ikashuka. Ukisoma katika suratul Balad,
Zile aya za mwanzoni zilikuwa ni aya ambazo Mwenyezi Mungu alikuja kumfariji mtume, kumwambia kwamba hakika ya wewe mtume, mji wa Makka ndiyo mkazi halisi, usijali, nenda, lakini siku moja utakuja kurudi katika mji wa Makka al-Mukarrama. Na kweli mtume alipokwenda Madina, katika moja ya mipango yake ni kuweza kuukomboa mji wa Makka, kwa sababu ni mji aliyokuwa anaupenda. Mwisho wa siku akaja akafanikiwa kufanya kitu kinaitwa Fathu Makka. Mtume akaja akaugomboa mji wa Makka al-Mukarrama, na mwisho wa siku mtume akarejea tena katika mji wa Makka al-Mukarrama. Inaonyesha mtume alikuwa ana mapenzi na pale ambapo alipokuwa amezaliwa, alikuwa ana mapenzi na nchi yake aliyokuwa anatoka. Hubbul watani min al-iman, kuipenda nchi yako ni kipimo cha kuonyesha kwamba una imani ya sawasawa. Mafuhumu mukhalafa ya maneno haya, kuto kuipenda nchi yako ni kipimo kinachoonyesha ya kwamba hauna imani ya sawasawa. Kuto kuipenda nchi yako ni kipimo kinachoonyesha kwamba hauna imani ya sawasawa, kwa sababu kuipenda, imani ni katika kuipenda nchi yako. Usipoipenda nchi yako, maana yake hauna imani ya sawasawa. Ndiyo mafuhumu mukhalafa ya maneno haya, na wako baadhi ya wanawachuoni wanasema hii ni hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, hubbul watani min al-iman, kuipenda nchi yako ni katika imani. Na usipoipenda nchi yako, maana yake imani yako inakuwa na nuksani ndani yake. Kuto kuipenda nchi kuna maana nyingi sana. Moja, kuto kuipenda nchi kwa maana ya kutokuwa mzalendo. Wewe utakuwa uipende nchi yako. Kwa mfano, ikitokezea Tanzania ikawa inasemwa vibaya, mathalan inasemwa vibaya, kisha wewe ukawa unafurahia Tanzania kusemwa vibaya, na wewe ukawa ni sehemu ya Tanzania kusemwa vibaya, wewe umekosa kitu kinaitwa uzalendo. Kwa sababu uzalendo ni kukipigania kile ambacho una asili nacho. Yaani ikitokezea leo mtu akaanza kuitukana Tabora na wewe ni Mnyamwezi, moja ya uzalendo ni kuhakikisha unaitetea Tabora, ndiyo uzalendo. Kwa hiyo kuonyesha kwamba mtu amekosa imani au kuharibu ile nchi yake kwa kuwa amekosa imani ni kukosa kitu kinaitwa uzalendo. Miongoni mwa sifa za kuonyesha mtu hana uzalendo ni pale ambapo Tanzania ikawa inasemwa vibaya kisha na yeye akawa anasupport. Wewe una uzalendo. Na ikiwa huna uzalendo, tafsiri yake unarudi kwenye maneno yale yale ya Mtume, hubbul watani min al-iman, kuipenda nchi yako ni katika imani. Kama uipende nchi yako, maana yake hauna imani. Ndio tafsiri ya maneno haya. Kwa hiyo kipimo cha kuonyesha mtu kwamba ana imani na anaipenda nchi yake ni kuwa na uzalendo, ni kuisema vizuri ile nchi yake. Lakini miongoni mwa sifa nyingine kuonyesha kwamba mtu ana uzalendo wa sawasawa ni pale ambapo anapokuwa anaweza kuihifadhi nchi yake, anaweza kuilinda nchi yake. Kinyume chake ni kwamba ikiwa mtu atakuwa anashindwa kuihifadhi nchi yake, anashindwa kuhifadhi mji wake anaokaa, mtaani kwake, pengine pale kwenye kitongoji chake, anashindwa kuhifadhi, maana yake mtu huyu amekosa kitu kinaitwa imani. Miongoni mwa sifa ya mtu kuwa na imani ni kuweza kuhifadhi pale ambapo anapoishi, iwe ni katika nchi, iwe ni katika wilaya, iwe ni katika mkoa, mahala popote pale ambapo Muislamu anaishi, ahakikishe ya kwamba watu wanapata salama kutokana na yeye. Ndio maana katika hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, Mtume anasema almuslim man salima almuslimuna min lisanihi wa yadi, Muislamu aliyekuwa sawasawa. Almuslimu, ulama wanasema imekuja alif na lamu lilkamali, Muislamu aliyekamilika sawasawa. Man salima almuslimuna min lisanihi wa yadi, ni yule ambaye wanasalimika watu
pale ambapo anaishi kwa mkono wake na kwa ulimi wake. Ukitaka kumjua mtu ni Muislamu wa sawasawa na ana imani ya sawasawa, mtazame, je, watu wanasalimika kwa ulimi wake? Je, watu wanasalimika kwa mikono yake? Ukiona watu hawasalimiki kwa ulimi wake, kwamba yeye anatukana watu, yeye anatukana pengine kitongoji chake, anatukana mkoa wake aliotoka, pengine ni Mnyamwezi au ni Mjiji, anatukana alipotoka, ujue mtu huyo Uislamu wake una mashaka, kwa sababu watu hawasalimiki kwa ulimi wake na kwa mkono wake. Kwa hiyo kipimo cha kujua mtu kama ana imani ya sawasawa ni pale ambapo akawa na uwezo wa kuhifadhi nchi yake, akawa na uwezo wa kuhifadhi mkoa wake, wilaya yake, kitongoji chake anachoishi. Na ukimwona mtu anashindwa kuhifadhi, mtu huyo imani yake ina mashaka na Uislamu wake una mashaka. Lakini miongoni mwa alama za kuonyesha kwamba mtu ana imani ya sawasawa, za kuonyesha kwamba mtu ana uzalendo wa sawasawa, ni pale ambapo mtu akawa na uwezo wa kuweza kulinda ile amani inayopatikana pale mahala anapoishi. Yaani ukimwona mtu anailinda ile amani ya mahala anapoishi, kwenye kitongoji, pengine kwenye mkoa wake, kwenye wilaya yake, kwenye nchi yake, ni ishara ya kuonyesha kwamba mtu huyu ana uzalendo. Na kama ana uzalendo, tafsiri yake ni kwamba mtu huyu ana imani ya sawasawa. Na ukimwona mtu yeye ndiyo anapelekea kuvunjika kwa amani mahala, tafsiri yake ni kwamba mtu huyu amekosa uzalendo. Na akikosa uzalendo, maana yake amekosa imani, kwa sababu Mtume anasema hubbul watani minal imani, kuipenda nchi yako ni katika imani. Kitu ukiwa unakipenda hauwezi kukiharibu kwa vyovyote vile. Kitu ukiwa unakipenda hauwezi kukiharibu, mahma kana, iwe itakavyokuwa. Hata kama unajua mapenzi yana kawaida moja, yaani mtu akipenda kitu, hata kama mwanamke akiwa unampenda sana, anaweza akawa na makengeza, wewe utamwona analembua kwa sababu unampenda. Pengine ni chongo, wewe utamwona analembua kwa sababu una mapenzi naye. Na ikiwa una mapenzi na nchi yako, iwe itakavyokuwa, kwa vyovyote vile utakuwa unaihifadhi ile nchi yako isiweze kuingia kwenye maharibiko. Kwa vyovyote vile utakuwa unaizungumza vizuri ile nchi yako kwa sababu unaipenda. Kwa hiyo mtu akiwa na mapenzi ya kweli na nchi yake, maana yake ana uzalendo, na akiwa na uzalendo ana imani. Kwa vyovyote atakuwa anailinda ile nchi yake kwa sababu anaipenda. Na ukimwona mtu anaiharibu ile nchi yake, maana yake mtu huyu amekosa uzalendo na amekosa kitu kinaitwa imani. Ndugu zangu, hakuna tunu, hakuna kitu cha thamani tunachokimiliki kwenye maisha yetu kama kitu kinaitwa amani. Hakuna kitu tunakimiliki kwenye maisha yetu cha thamani kama kitu kinaitwa afya. Hakuna kitu tunachokimiliki cha thamani katika maisha yetu kama kupata uwezo wa kwenda kwenye mizunguko yetu, tukafanya biashara, tukafanya kazi, tukapata mkate wetu wa kila siku. Iko kitu kina thamani kubwa sana, asikwambie mtu, asikwambie mtu yoyote. Ikiwa una uwezo wa kutoka ukaenda kuwatafutia wanao mkate wa kula, ugali ama ubwabwa, wakaja kula nyumbani, brother, hicho kitu kina thamani kubwa, mfano wake hakuna. Kwa sababu kuna baadhi ya nchi iko kitu hakipatikani. Ukienda Sudani iko kitu hakipatikani, lakini sisi tuna uwezo wa kutoka tukaenda kutafuta, tukawaletea wanetu wakala. Maana yake iko kitu kina thamani kubwa sana. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallama, niongee kwa evidence kidogo, maana siku hizi kila ukiongea watu wanakuambia kuna dalili, kuna dalili. Watu wanataka dalili siku hizi. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama katika moja maneno yake aliwahi kusema, man asbaha minkum aminan fi sirbihi
Yule ambaye atakayepambazukiwa hali ya kuwa ana amani kwenye kibanda chake, ulama wanafasiri wanasema fi sirbihi, unaweza ukaifasiri kibanda, manake sio nyumba nzuri, kibanda. Unaweza ukafasiri pengine kibugobugo, pengine katika lugha ya Kizaramo mnaweza mkanielewa. Ukipambazukiwa hali ya kuwa una amani kwenye kijisehemu chako unachoishi, hata kama ni dhaifu, lakini umeamka hali ya kuwa una amani. Kisha Mtume akasema muafa fi jasadihi, kisha ukaamka hali ya kuwa una afya katika kiwiliwili chako. Indahu qutu yaumihi, kisha mtu huyo akawa anacho chakula cha kukila siku yake hiyo, yeye na wanaye. Mtume anasema fakaannama hizat lahu dunya bihadhafiriha. Ukiwa na mambo haya matatu, una amani, una chakula chako cha kukila wewe na wanao, una afya katika mwili wako, Mtume anasema kana kwamba umekusanyiwa dunia na vilivyomo ndani yake. Ndugu zangu, masiku kadhaa nyuma yaliyopita, miezi 4-5 nyuma iliyopita, sisi mashehe tulikuwa tunahubiri sana kitu kinaitwa amani. Amani, 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 amani. Na nyinyi Waislamu ni mashahidi kwamba sie tukaitwa chawa, sie mashehe tukaitwa chawa, tuliitwa majina hayo, bali ikafika kiwango tukadhiakiwa kwamba mashehe bwana hawana PhD. Na baadhi ya Waislamu nao wakaingia kwenye mkumbo huo, wakaanza kuwadharau mashehe wao wanaohubiri kitu kinaitwa amani bila ya kujua. Lakini kilichokuja kutokea Oktoba 29, kila mmoja hapa alikuwa anajua mashehe walikuwa wanamaanisha kitu gani. Kila mmoja anajua alikokuwa, na kama mtu atakuwa hajui, huyo mtu akili zake inatakiwa akapimwe ili atazamwe kuwa ana akili sawa sawa au hana. Tulichokuwa tunakipigia makelele ndio kile kilichokuja kutokea Oktoba 29. Tulikuwa hatutaki kitokee kile. Tulikuwa tunaona, tulikuwa tunajua nini kitakuja kutokea. Ubaya wa Waislamu ni kwamba wakati fulani wanadharau wale viongozi wao kitu ambacho wanachowaambia. Unajua, siku moja niliwahi kuambia mtu wa kawaida akiongea huwa anaongea kitu kinaitwa communication, mazungumzo ya kawaida tu ya maneno ya mtaani. Lakini kiongozi wa kidini akiongea anaongea kitu kinaitwa communion. Communion maana yake ni mazungumzo ya kiroho. Unaona kwenye Kiingereza kama maneno mawili yatakufanana hivi, communication na communion, lakini ni maneno mawili tofauti. Communion maana yake ni mazungumzo ya kiroho. Kiongozi wa dini akiongea, maana yake anazungumza mazungumzo ya kiroho, anakuwa anaeleza Mwenyezi Mungu anasema nini na Mtume anasema nini kwenye jambo hilo. Mwenyezi Mungu hawezi kuongopa wala Mtume hawezi kuongopa. Lakini Waislamu wengi wakiwaona mashehe wanaongea, wanaona jamaa yule atakuwa chawa. Sio chawa. Mashehe wanapozungumza kuna vitu wanakuwa wanaviona kutokana na maneno ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Sasa tuliyaongea sana, jamani, amani, 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 jamani, acheni jamaa, msiandamane jamaa, msifanye hivi jamaa. Kilichokuja kutokea, kila mmoja hapa anajua nini kimetokea katika nchi hii. Tulikaa ndani wiki moja, maisha yalikuwa magumu, ilikuwa ni dhiki juu ya dhiki. Mkate wa 1000 ukawa unauzwa 10,000, sehemu ya kwenda kwa 2,000 unaambiwa 40,000. Yale ndiyo maisha ya kukosa kitu kinaitwa amani. Sisi tuliyajua yale, ndiyo maana kabla tulikuwa tunawaonya watu wetu, kwa sababu tulikuwa tunajua kwamba nini kinaweza kutokea amani ikitoweka. Mwisho wa siku watu wamekufa katika nchi hii. Sasa kitendo kile cha mashehe kuzungumza, lengo lake ilikuwa ni kuhifadhi miji yetu, lengo lake ni kuonyesha uzalendo katika nchi yetu,
juu ya kwamba tunatofautiana katika baadhi ya mambo, lakini kamwe hatuwezi kuiharibu nchi yetu kwa sababu ni uzalendo. Kipimo cha imani ni kuipenda nchi yako, hauwezi kuiharibu. Yaliyotokea Oktoba 29, wengi wetu tulikuwepo hapa msikitini wakati yale mambo yanaanza. Mimi nilikuwepo hapo, tuliyaona wakati yale mambo yanaendelea, na katika maeneo yaliyoathirika ikiwemo Ikawa Road, eneo letu la Kinondoni, kila mmoja alikuwa anashuhudia. Wakati machafuko yanaendelea, tulikuwa tumekaa hapa nje tunashuhudia kinachoendelea kule nje. Kila mmoja aliona yale ni matokeo na madhara ya watu kukosa kitu kinaitwa imani. Ni matokeo na madhara ya kukosa kitu kinaitwa imani. Wakati yale ya Oktoba 29, kabla hajatokea palizuka makundi mawili. Kundi la kwanza lilikuwa linasema amani, lilikuwa ni kundi la mashehe. Wao wanasema jamani, amani, hata kama kuna mapungufu katika nchi yetu, lakini jamani, tukaeni chini turekebishe mapungufu, lakini tusiharibu amani ya nchi yetu. Msimamo wa mashehe ulikuwa hivi. Kulikuwa na kundi ambalo lilikuwa likahamasisha vijana waingie barabarani, tukakinukishe, tukafanye uasi, tukapindue serikali. Kulikuwa na kundi hilo, lengo kupigania haki. Mashehe akasema haki haipiganiwi katika mtindo huo. Kilichokuja kutokea jamani, kila mmoja amekiona. Yale yalikuwa ni maono ya mashehe, walikuwa wanajua nini kinakwenda kutokea. Sasa ajabu ni kwamba wale waliokuwa wanawahamasisha watu waingie barabarani na waende wakafanye vurugu, waende wakaharibu amani, waende wakaharibu mali za watu, waende wakaharibu miundombinu, ndio wale tena wanakuja kuituhumu serikali kwamba imefanya kitu kibaya cha kuua watu. Wale waliohamasisha, wakati sisi tunawaambia watu jamani, msiende kufanya. Mimi moja ya aya yangu nilikuwa naipenda kuizungumza, na nimeizungumza mara kadhaa kwenye membari hapa. Niliwaambia ile aya, Balqis wakati anaabudia jua, yeye na watu wake, Suleimani aliletewa taarifa na Hudhudi kwamba bwana, kuna sehemu panaitwa Saba, kuna malkia anaabudia jua na watu wake. Suleimani akatuma ujumbe uende Saba kwa Balqis kwamba anamtaka aje kwake hali ya kuwa ameslimu. Balqis alipopokea ujumbe ule kutoka kwa Suleimani, akawaita mawaziri wake, jamani, tumepokea ujumbe kutoka kwa Suleimani. Suleimani anatutaka tuende kwake hali ya kuwa tumeslimu, tumeingia katika Uislamu. Mnaonaje jambo hili? Wale mawaziri wa Balqis wakawa wanamwambia, kwa nini bwana? Sisi tuna serikali yetu, tuna nguvu zetu, kwa nini twende kwa Suleimani kwa amri yake? Yeye nani bwana? Balqis akawaambia mawaziri wake, innal muluka idha dakhalu qaryatan afsaduha waja'alu a'izzata ahliha adhilla. Balqis anawaambia mawaziri wake, ndani ya Qur'ani Mwenyezi Mungu anayanukuu maneno yake, anawaambia mawaziri wake, hakika ya wafalme, innal muluka idha dakhalu qaryatan afsaduha, wafalme wenye mamlaka, wenye cheo, wenye vyeo, wakiingia mahala wakitaka kufanya uharibifu bwana, wanaweza. Waja'alu a'izzata ahliha adhilla, wale mnaowaona nyinyi wana vyeo ni watukufu, wanaweza kuwafanya ni wadhalilifu. Wakadhalika yafalun, hivyo ndivyo wanavyofanya. Aya hii nilikuwa nairudia sana wakati ule kabla ya kutokea Oktoba 29. Nilikuwa ninawaonya watu kwamba msicheze na dola. Sasa wakati nyewe mnawaonya watu msiingie barabarani, huku kuna kundi la watu linawachochea watu waingie barabarani wakafanye vurugu. Mwisho wa siku wale waliokuwa wanawachochea watu wakafa. Leo ndio wale wanakuja kuilaumu dola tena, kwa nini imefanya vile? Mnaona hizi ideology mbili zinatofautiana. Yaani wao lengo lao lilikuwa ni kuwapeleka watu wakapate madhara. Si lengo letu ilikuwa hapana.
watu wasiende kupata madhara, ndio lengo letu. Na walillahi alhamdu, mimi sikupata kisa hata kimoja hapa kama kuna muumini wangu yoyote pengine kapata madhara, kwa sababu mimi naamini walinielewa sana, naamini hivyo. Sikupata kisanga hata cha mtu mmoja katika waumini wangu pengine akaingia barabarani akaenda akafanya vurugu akapata madhara, sikupata. Walielewa sana.